Adui ni zinaa, rafiki ni nikaa, tende na maji siku zote. Hii dhambi ya zinaa, Naam. hata sisi wenye saa hii tunavaa kanzu, inakuwa ni ngumu sana mtu kustahimili mwanamke. Mtume SAW anasema katika mtihani mkubwa zaidi ambao ameacha katika huu umma, mtihani mkubwa ni mtihani wa wanawake. Kama ni ulevi, bangi, hiyo utapata tu iko kwa wenye hawaswali, unanipata? Lakini sisi wenye tunaswali na bado pia hao walevi, tunajipata tena tuko katika mtihani ya wanawake. Na mzazi kwa sababu ya utofauti tu zile za kidunia ama rangi ama kabila na nini chochote, ndio yanakuambia naam, ukimwoa ndio ukijana au msichana, naam, Ndio imekulaani. kabila ni marashi ya shetani, ni harufu chafu. Naam. Ni kitu ambacho hata Rasul SAW alikikemea. Anasema dauha, achaneni na ukabila, fa innaha muntina, kwa kuwa inanuka, ni kitu kimeoza, kinanuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, watazamaji wa Ilm, na nawakaribisha katika Ilm Podcast. Alhamdulillah, hii ni podcast yetu ya kwanza. Kwa muda tulikuwa tukijiandaa, na alhamdulillah siku imefika leo na tumepata fursa adhim ya kukuwa na wageni wetu wawili. Kwa upande wa kulia niko na Sheikh wetu, mara nyingi mmemtazama kupitia Ilm TV hasa katika kipindi cha jibu la swali, Sheikh Salim Charo. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vijana na dini pia. Mashaallah. Ilikuwa ni kwa muda hujakuwa. Kwa muda sijakuwa. Mashaallah, alhamdulillah. Na kwa upande wangu wa kushoto tuko naye waziri mwenyewe, waziri ya kusafisha tabia. Mashaallah. Alhamdulillah. Mashaallah. Karibu sana. I think ni mara yako ya kwanza kuwa katika kukuwa hapa katika studio yetu ya Ilm. Ni first time. Na alhamdulillah tumebahatika kukuwa naye katika podcast yetu ya kwanza. Mashaallah. Bwana waziri, vipi hali? Nashukuru sana, alhamdulillah. Jihisi ni kama uko nyumbani? Niko home. Kitu unajua wakati wa zikana. Mashaallah. Tunakujanga. Mashaallah. Mada yetu ya leo imetokana na kauli ndugu yetu huwa mara nyingi anatumia. Naam. Anasema adui ni zina. Ni zina, ndio. Rafiki ni nikah. Naam. Kabla baadaye atakuja kutueleza huko mbele. Ndio. Kabla hiyo tungependa kukujua bwana waziri, wewe ni nani, umetoka wapi, na labda hii jina waziri wa kusafisha tabia limetoka wapi pia? Kweli. Naam. Kwanza kabisa kwa majina zaidi, mimi naitwa Dida Nura Abdi. Mimi natoka Kayole lakini nyumbani ni Moyale. Ndio. Mimi mtu nimegoroia Kayole ghetto. Nimesomea huko, nimegoroia huko. Kila kitu yani ni huko tu. Sasa jina waziri wa kusafisha tabia, zamani kidogo nilikuanga msanii. Nilikuwa naimba. Nanipata? Na kwa ile harakati ya kuimba unajua unapatananga na changamoto mingi sana. Napata uchafu ile inaendelea pale. Si mche? Naam. Sasa siku moja nikajiambia tu hii mambo Allah hapendi. Nataka kubadilika. Alhamdulillah. Nataka kubadilika. Inshallah. Na je, nitabadilika kivipi? Naam. Nasema kwanza wacha nirudi sala. Hiyo ilikuwa back 2022 huko. Mashaallah. Kasema mimi nataka kubadilika, acha nirudi kwa Mwenyezi Mungu. Nikaacha hata usanii. Naam. Siku hizi nachapa shairi tu ya Kiislamu. Mashaallah. Acha wimbo, nikasema acha nirudi kwa sala. Naam. Nikaanza kusali. Naam. Saa Allah kaniongoza kwa ufupi. Alhamdulillah. Sasa vile nilishikilia sala, Naam. akili ikashoot kwa zile mambo zile za zamani yenye nilipitia. Naam. So nikasema vile mimi nilikuwa, kumaanisha pia kuna wengine kumaanisha wengine wako na bado wanaendelea. Naam. So nikasema wacha kwanza hiyo tabia zamani niifanye nini? Usafishe. Nikajiita waziri wa kusafisha tabia. Alhamdulillah. Hivyo. Jina ikakuwa sasa ni waziri wa kusafisha tabia. Najua wengi wanakufahamu na hiyo jina. Hata mtu anaweza kuwa mmekutana mara nyingi lakini hajui jina yako rasmi.
hizi jua. Labda wengine wananiita tende na maji. Tende na maji. Hivyo unaitika tu, sasa utafanya nini? Mashallah. Alhamdulillah. Mimi nimekuja kukujua kupitia TikTok mara nyingi ukizungumza hii mambo na ndoa na ukileta vijana pamoja kuozesha. Sasa labda ni nini ili kusukuma wewe kufikia hapo kuleta mwanaume na msichana wakaweza kufika wawani? Naam. Kitu ya kwanza, kitu imenisukuma unajua mimi kwanza ndo kabla nifanye kitu, naam, experience ni utoa ndani yangu, yani Kenya nimepitia. Mashallah. Siangalii mtu mwingine, najiangalia mwenyewe. Sasa nilikaa hivi chini nikaona asa huko ghetto. Naam. Unapata vijana wengi wako katika kamiste. Ako katika kamiste na ako sawa anasali. Unapata mtu anasali sala 5 lakini yeye ako katika kama and stay, ako kwa ndoa ya kamiste. Na ukimwambia hataki kusikia, unanipata? Naam. So nikakaa hivi chini nikaona unajua mwanamke ni mtihani sana. Mwanamke ni mtihani kubwa sana kwa wanaume. So nikaona hii dhambi ya zinaa, naam, hata sisi wenye saa hii tunavaa kanzu, inakuwa ni ngumu sana mtu kustahimili mwanamke. Nikakaa hivi chini nikasema kama ni ulevi, bangi, hiyo utapata tu iko kwa wenye hawaswali. Unanipata? Lakini sisi wenye tunaswali na bado pia hao walevi, tunajipata tena tuko katika mtihani ya wanawake. Nikaona hii dhambi sijakataa ni kubwa, number 2. Si number 2? Nikasema hii imeshinda hata ile ya number 1. Sijakataa ile shirki ni kubwa, lakini zinaa sasa imejitangaza ya kwamba yeye ni mimi ni mkubwa kuliko shirki katika hii zama yetu. So mimi nikasema acha nianze sasa hii mambo ya ndoa, nirahisishie watu. Nirahisishie watu. Nilianza polepole tu mtaani pale, alhamdulillah. Kabla nianze mambo ya TikTok, naam, nimeconnect sofa kama 3 hivi. Mashallah. Mwenye niliconnect wa kwanza akona mtoto msichana saa hii. Mashallah. Hiyo ilikuwa ni back 2025. Mashallah. Akona mtoto mmoja. Naam. Wa pili mwenye niliconnect alikuwa ni KDF, ni senior sergeant hapa Garrison. Mashallah. Saa hii akona wasichana 2. Allah. Unanipata? Ndio. Mwenye nilimconnect wa 3 bado wako tu pamoja lakini bado hawajapata mtoi. Hiyo ilikuwa kabla hata hii mambo sasa yatende na maji. Unanipata? So mimi naweza sema tu hii ni kibali tu Allah aliniekelea. Alhamdulillah. Nikiconnect watu 2 hivi naingiana tu automatic. Hata mimi mwenyewe najiuliza hii na imekuwa aje ikakuwa hii? Imekuwa aje ikakuwa hivi? Sasa the more hivyo vile inaendelea hivyo, nikaona mambo sasa watu nawapatanisha. Kwa hiyo harakati ya kuwapatanisha ikakuwa ni ngumu sana hao watu 2 kupatana kwa sababu ya gharama nini. Ikaingiana tende na maji. Sasa ndo tende na maji kaanzia hapo ya kwamba mkitaka kuoana si lazima gharama ile kubwa. Mnaweza chukua tu hata msikilizae na msichana glasi ya maji, chai, hata kama ile kikombe moja nye tumekunywa. Tushamaliza tosha mtu akwe bibi ya mtu. Mashallah. Na so far hivi umefunga ndoa ngapi? So far so good, alhamdulillah. Tumefunga nika kama, siwezi danganya, naweza sema tumefunga nika kama 15. Allah, mashallah. Nika kama 15. Naam. Na kesho pia tuko na ingine. Naam. Mashallah. Na kesho kutwa pia tuko na ingine. So maji na tende kwa tayari. Maji na tende. Tende na meltia kwa nyumba. Tende na meltia kwa nyumba. Tende na meltia kwa nyumba. Tende na maji. Tunaalikwa. Sasa shida hiyo ni moja. Hiyo hata jirani ajuange kama uleolewa. Lazima haitaki mbogi, haitaki watu wengi. Hiyo haitaki mwongozano hiyo. Hiyo ni tumesikilizana yeye. Pigia mama yako. Pigia baba yako. Na unajua watu wengi wanadhani hii tende na maji haina wali.
Wali wako hakuna ndoa inaweza suhi bila wali. Unajua wengi wanaona labda sina elimu, wanaona mimi nafanya tu ile kimangoto ile na washikani kidogo. Hoja takwa ni kitu muhimu sana. Hata kama sijui, kuna mashehe, niko na mashehe kama 10 wenye nikiulizwa kitu na wauliza hapa ni aje, wananiongoza. So wali lazima wapigiwe. Naam. Wali wanapigiwa ya kwamba mimi tunaambia kwanza kijana. Naam. Kijana sina msichana, si wamepatana, si wameelewana. Wakishaelewana kijana nafaa naenda kwa kina msichana, hata kama akina 1500 2000 aseme mimi niko na hii. Ndio. Na nimependana na binti yenu. After hapo mambo inaingiana. Ndio. Mashallah. Sheikh, natumai umemsikia. Naam. Alhamdulillah. Labda Sheikh kidogo uweze kutufaidisha ni nini umuhimu ya nikah na ndoa? Kwanza nafikiri nitaanzia pali ametaja kuwa Mtume SAW anasema katika mtihani mkubwa zaidi ambao ameacha katika huu umma, alisema mtihani mkubwa ni mtihani wa wanawake. Na ukija ukiangalia pia mambo ya ratio ya wanaume na wanawake ni wengi. Na pia tena angalia zile zama ambazo tunaishi ndani yake. A lot of immoralities. Ndio hiyo unakuta utovu wa nidhamu, utovu wa tabia iko kwa wingi sana. Na ndio mambo ambao unakuta sana yani yamepewa mstari wa mbele. So kwa hiyo katika hiyo fikra ya kuwa anaweza kufanya ile tunaita na matchmake, akaunganisha kijana na msichana na wakaweza kuingia katika nikah, inakuwa ni jambo la kheri. Na utaona pia ni katika mafunzo ya dini pia Mtume SAW alisema kuwa nikah ambayo iko na baraka nyingi ni ile ambayo iko na gharama kidogo. So miongoni mwa sharti za nikah, kwanza lazima wali apatikane, na ndio hilo ambayo ametaja. Na wali ni kwanza nafaa kuwa baba. Na hakuna vile tunaweza tukaruka baba kama baba yupo. Hatuwezi tukamruka tuende kwa mtu mwingine kama baba yu, unless pengine kuna vile anaweza kuwa ana sababu za kisheria. Pengine ameugua ile terminally kuwa haezi make ile decision right. Alafu kutoka kwa baba kuna babu. So baba ya baba pia anakuwa wali. Na pia ndugu ya baba anakuwa wali. Na pia ndugu pia msichana anaweza kuwa wali. So kutoka hapo hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asultan waliyu man la waliyu lahu. Sultan anakuwa wali wa yule mtu ambaye hana wali. So katika these circumstances pengine happen, pengine umepata mtu ambaye hana wali, ni vizuri kuwa direct ama kuwatuma kwa kadhi. Na ni process tu rahisi. Ni vitu tu ukienda pale tu na apply, kuna hii nikah na msichana either amesilimu ama ni Muislamu lakini haezi kutrace familia yake. So kadhi atachukua that responsibility na atafungisha. Na si kitu ambayo pia ina gharama kubwa pia. Ni katika tu hizo range ambayo mtu wa kawaida anaweza afford. Kutoka hapo kwa wali inahitajika mahari. Lazima wakubaliane, na mahari ni msichana ambaye anatamka, inakuwa ndio ni kama lipo yake yeye kukubalia ile ndoa na mfano wake. So kwa hivyo yeye ndio atadetermine. Na hiyo ndio unakuta lazima wakubaliane. Either kama itatolewa hapo ama itatolewa baadaye, is the agreement. Ni kama vile naweza nikakuja kwa duka nikwambie unikopeshe. So kwa hivyo kama tumekubaliana, sawa, nitakulipa after 2 years, nitakulipa after 3 years. Na pia unajua kuna changamoto, unakuta watu wengi huoa 20 years later bado hajaitoa ile mahari yake. Hiyo ni deni ambao atalipa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni kitu ambao mtu anatakiwa ilipe mara moja. Na ikiwa mfano mwanamke labda amefariki kabla wewe umlipe, labda kuna ni deni ile katika yale madeni ambayo huulizwa. Kwa hiyo mtu wa kwanza kusema kuwa mimi marehemu alikuwa ananidai, mume ndio nafaa aseme tulikuwa tumekubaliana mahari kiasi fulani na sikuwa nimempa. So kwa hivyo ataitoa kama deni kupatia wale ambao wanafaa kumrithi, either katika watoto wake ama watu wengine, na yeye mwenyewe pia binafsi. So tunapotoka hapo kwa mahari, 3 kuna shahidi wawili. Na hao shahidi wawili lazima wawe ni Waislamu. Sharti ya kwanza lazima ni Waislamu, tena ni wanaume.
So hakuna chakuwa ati tutaweka shahidi ambaye ni mwanamke. Lazima hao mashahidi wote wakuwe ni Waislamu na ni wanaume wawili. So wakati mwingine utakuta kuna baadhi ya watu wanapendelea shahidi mmoja atoke kwa kijana na shahidi mwingine atoke kwa msichana. Lakini hakuna kitu ambayo inazuia. Msichana anaweza kuja na mashahidi wawili ama kijana kuja na wawili. Bora ni mashahidi wawili wako pale kushuhudia, na hao ndio wako pale kushuhudia kuwa hii ndoa imefanyika. Kwa sababu unajua mtu anaweza kuja na msichana hapa aseme ni mke wangu, lakini nani alishuhudia kuwa hii ndoa ilifanyika? Na ndio ile ambayo Mtume SAW alisema alinu hadha nikah, itangazeni nikah. So kwa hiyo hao washahidi wawili, hiyo ndio kazi yao. Alafu kisha kuna kuwa na ile ijabu al-qabul. Kwanza ile hiyo ni kadhi ambayo hufanya ama mwenye kuozesha kuwa nimekuozesha fulani binti fulani kwa idhini ya wali ama akiwa ni wali mwenyewe na mfano kama huo. Na lazima kuwe na makubaliano. Vile anasema wakishakubaliana ndio sasa wanaenda kwa wali. So kwa hivyo lazima au makubaliano yako. Kwa hivyo haifai kuwa yani inakuwa ni kama iko dictated, yani inalazimishwa. Unaambiwa wewe utaoa huyu na kitu kama hicho. Lazima wawe wamekubaliana. Naam. Shukran sana Sheikh. Labda Bwana Waziri, najua kuna watu wengi huwa wanakupigia kutoka sehemu tofauti. Vipi unawaamini na unachukua njia gani kuweza kufungisha nikah kama hiyo? Tuseme mtu amekupigia kutoka Isiolo, mwingine Moyale na huko Nairobi, Kisumu ama wapi. Naam. Kwa yeyote ambaye atanipigia kutoka mbali, naam, kwanza kitu kwanza, naam, naondoa kwanza dhana mbaya. Tuseme sasa mtu amenipigia amesema ameniambia anatoka Mombasa. Naam. Na jamaa amesema anatoka Nakuru. Kwanza kitu kwanza ndio mtu ataje mambo ya nikah. Naam. Sana sana mwanamke ndo aseme mimi nataka nikah. Ile lazima nikuwa na fikira mzuri kwake ya kwamba huyu mtu yenyewe anataka nikah. Unanipata? Pia mwanaume akiniambia yenyewe mimi nataka nikah, lazima nimuamini kwanza. Dhana kwanza, unajua kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya watu mtu amekuja kusilimika, amekuja kushika shahada, anaanza kuambiwa amekuja kusilimu juu ya mchele, amekuja kusilimu juu ya mwanamke, amekuja kusilimu, anadanganya watu. Unanipata? Wanafaa wanamshikisha shahada kwanza. Maana yake hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaambia anko yake, hata kama utasema kijokes, ile ameona kiwango design yenye haezi tamuka ile shahada amekataa, anamwambia hata kama ni kijokes, sema tu hata la ilaha illallah, hata usiongeze Muhammad Rasulullah, nitakutetea siku ya kiyama. Unanipata? So kama yeye mwenyewe anaambiwa sema kijokes, mbona sisi mwenye amekuja kusema serious tunasema amekuja kusilimu juu ya mchele, ama hata hajakuja kusali, amekuja kusali aibe saa ya misikiti. Akiiba saa ya misikiti yeye na Mola. Okay. So hii ni kwa yeyote mkora atanipigia simu, ni yeye na Mola wake. Ukinipigia simu nataka mambo ya nikah, mimi nia yangu ni najua huyu mtu ni mtu, hata kama alikuwa mbaya amechange, anataka nikah. Juu kama angekuwa anataka nikah, akijiuza hakuna mtu anaweza mzuia. Lakini unaona yeye ameamua yenyewe hii ni ibada mzito, acha nitafute huyu jamaa patane hivi na hii. Sasa kwanza nikishasafisha nia yangu hivyo, kuna kujitahadhari ni sunna. So ile sasa kujitahadhari, kuna zile maswali lazima niulize jamaa na lazima niulize msichana. For example, jamaa lazima nimuulize unatoka wapi, una miaka ngapi, unajishughulisha na nini, na je uko tayari kufungwa ile ndoa kwa siku ngapi, wiki ama miaka ama mwezi. Unanipata? So ita depend na vile yeye atajibu zile swali. Kama ni mtu very serious, wiki 2 ipitangi, hata wiki 3 ipitangi. Lakini kama ni joka, utapata mtu anakuambia miezi 3, 4, 5. Wewe unajua automatically yule ni joka, anataka kuchati cha 2,000, baadaye akasiriki atumie msichana fare wapatane wafanye mambo ya. So kwanza mimi na restrict sana watu kupatana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia wawili wao, mwanamke na mwanaume, watatu wao ni ibilisi. So mimi nawaambianga kwanza naweka kwa conference call. Unanipata? Nikishaweka kwa conference call,
Sasa mimi lengo yangu ni moja, nataka kuona uharaka ya huyu mjamaa kwa ile ndoa. Nikiona na sileki anajijazia yule, bado hajakuwa sawa. Lakini akikuja tu bora ni Muislamu na ametaka, sioni ubaya yote kwa yule mjamaa. Okay, nafikiri katika ziada tu ambayo unaweza kuongezea, nafikiri ni mzuri vile una restrict wasikutane. Lakini unajua pia wakipata zile namba, kwa sababu binafsi nafanya, nafikiri kama unafahamu niko na Nikah Nexus, na pia in some instances tunafanya matchmaking. Lakini challenge inakuwa ni pale ukishawapatia namba ati waongee, utakuta mtu atakaa yani sawa anze kuongea, eventually either wakavurugana ama unakuta kuna hiyo mchezeano. Nafikiri alafu pia kuna nukta moja muhimu, ni mzuri pia kuweza kuinsist waweze kupima afya zao before wa proceed, kwa sababu unaweza pata mtu anaweza kuwa anajijua na la samaha Allah, Mwenyezi Mungu asijalie ile may Allah forbid, kuwa ni mtu tu ameamua kueneza uchafu, unaelewa? So atakuja atafunganika vizuri, lakini huenda kati ya wengine nini, lakini ni jambo la kheri ambalo linafanyika. Nafikiri katika hizo nukta mbili. Sasa ile kitu iko, mimi I believe na deal na watu wazima. Ndio. Hata mimi saa hii uwezi nichukua uniconnect na mtu hata sijapima afya yangu, yeye hajapima afya yake, ati juu sasa kuna mtu alituconnect ati tuende tu hivyo. Unanipata? Lazima kuna ile wewe mwenyewe si ni mtu mzima unataka kuoa, wewe mwenyewe ufikiri. Lakini hata kama ni hivyo, mimi kitu ya kwanza mimi najuanga hii kazi, mimi sina elimu, sina uwezo, sina nguvu, yani mimi ni dhaifu. Unajua mimi ni dhaifu. Allah ndo mambo yo. So kitu wa kwanza nuweke mtu hapo mbele. Numwambia si mko hapa wawili. Sometimes hata tunapatananga mimi, jamaa na dem. Ndio. Tunakaa kwa hoteli. Tunaongea, mimi stoki hapo. Ndio. Chai kiisha, conversation pia imeisha. Sasa kutoka hapo ni tupange nikani lini. Unanipata? So ile wakati wa kuenda nawaambia sasa nyinyi nimewaachia Allah. Kama mtazini Allah nawaona. Unanipata? So musizini kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nikishawatangazia hivyo, unajua huyu binadamu ni kiumbe ajabu sana. Hata mama hawezi chunga mtoto. Kama binadamu anaweza vunja amri ya Allah, kwani mimi ni nani? Hata nikisema musizini na mnataka kuzini, lazima watachovya asali na sisi zuia. Lakini yangu ni safi, nishawatangazia Allah. Allah nawaona, hii kitu sibakisha wiki 2. Msichana pita huku, mama pita huku. Na wengine hata ni wakubwa wangu. Unajua unaambia mtu wa miaka 40 pita hapa. Na labda ishaitokea ukakutanisha wawili, labda kijana ama msichana akakwambia mimi bado huyu sijampenda, unaelewa? Alafu akakwambia sasa nitafutie mwingine. Je, kitu kama hiyo kupata? Hiyo hata si mara moja. Hiyo si mara moja. Kwanza sana madem si mara moja. Unasikia tu sima imeinuliwa na sababu yenyewe ni ajabu. Unasikia mtu anakuambia waziri. Sasa mbona umenipea mtu ananionyesha madharau hivyo? Kwa nini? Mtu anaweza niambia nipande lori niende Moyale. Sasa nashindwa. Nikipigia mjamani muulize, wewe mbona umeambia huyo msichana apande lori kama mbuzi? Anasema waziri mimi sijamwambia hivyo. Unanipata? So hizo challenges bado napata, lakini mimi unajua pale vile umesema hakuna mtu anajua ndani ya roho ya mtu. Wewe ukikuja useme unataka mambo ya nikaa, mimi sitajua. So ukienda ubadilike nyuma. Msichana niulize, mimi nampatia mwingine. Yule pia akigeuka nampatia mwingine. Limit yangu ni 10. Baada ya 10 nakwambianga enda ubarikiwe na wazazi kwanza. Unajua dua ya wazazi pia ni muhimu sana. Nakwambia wewe enda tafuta sasa dua kwa wazazi, wekelewe mkono, urudi. Juu hakuna vile kwa wanawake 10 ama wanaume 10 unashindikana. Imeshindikana how? Definitely itakuwa shida sasa. Itakuwa ni shida. Yeye mwenyewe atasifila aibu hawezi piga baada ya 10. Inshallah. Labda Sheikh kuna la kuongeza? Niyo nasema unajua ni ile ukishakuwa na husnul dhanna.
alafu kisha ni ile hata Allah anatuambia, Rasul sallam atuambia fatakullah masata'tum, unamwogopa Mwenyezi Mungu kadri ya uwezo. Na unaona ndugu yetu amefanya katika limiti yake. Unaona, unajua angekuwa tuseme na hoteli ana biriani nini, tunasema ana promote biriani. Lakini tunaona nini ana promote, unaelewa? So ni hizo tu, ni ile tu naweka tu guideline. Hii ndio nenda fanya hii, fikiria hii na vitu kama hizo. Ukiwa guide wao ndio wataamua watafanya ama hawatafanya. Nafikiri pia inakuwa ni nukta muhimu. Nafikiri hiyo ndio ambayo nilikuwa naonelea muhimu katika kuongezea. Naam, shukran sana. Bwana Waziri, katika hii dunia sasa hii, maisha yetu ya sasa, watu wanaangalia mambo na materials na nini. Labda katika mtu amekutext akakwambia, Waziri nitafutie mke labda ako na mali, ama mwanaume mwenye ako na mali. Je, ishaitokea? Hiyo hata si swali. Naam. Hiyo sijaga kwako ni swali. Lakini ni kitu ambaye ni majibu, ushajijibu tayari. Naam. Unajua maisha ya saa hii tuna chase pesa. Tunaangalia pesa. Kila kitu ni pesa, kila kitu ni pesa. That's why kuoa imekuwa ni ngumu, kwa sababu ya pesa. Kwa sababu ya pesa. So msichana wakati atakuja pale aseme I want a financially stable man. So hapo lazima. Alafu kijana anakuja na kuambia ninataka mtu ambaye ako na mali. Anataka mwanamke kama Khadija. Kama Khadija. Na ni ngumu kupata. Mimi nimejaribu kutafuta mwanamke ako na mali nimpatie. Kuna mwingine hata ananipigianga kila jioni. Anatoka Meru. Anataka mwanamke anatoka ng'ambo. Kuna mwingine ako Izilia ananipigianga ananiambia anataka wale wanawake wanatoka Canada, wa Somali. So ile kitu iko, mimi kitu ya kwanza, unajua hii tende na maji ni ya kuharibu hizo hiyo financially stable what unanipata. Ile kitu mimi najuanga, kitu ya kwanza wallahi, ukiingia katika nikah na ile nia dhabiti ya kwamba mimi Allah nataka kujistiri, sitaki mambo ya zina. Mimi ninaapa mbele ya Allah, sioni kama Allah anaweza waacha mlale njaa. Bora tu nia iko tu, ni ushajua huu mtu kazi yake ni anauza duka kadogo. So wewe ukiweka imani yako useme riziki inatoka kwa Allah. Riziki haitoki kwa ile duka. Ile duka ni sababu tu. Ujiingize kwa ile ndoa. Mimi naamini Allah atawafungulia ile duka, mtafungua kama hizo zingine 10. Lakini ukiingia kwa ile ndoa juu umeona ile duka, nia yako yote iko wapi? So siku ile duka itafirisika, wewe pia wewe unaingia nyasi. Unanipata? So mimi napenda kuambia madem, kwanza tusafishe nia yetu. Nia ni nzuri sana. Yaani wewe unaingia kwa ndoa kwa sababu ni ibada. Usiende kuswali ati watu wanaswali. Ama usiende kuswali upretend uibe saa ya misikiti. Watu wametoka, ushatoka na saa. Sisi tumejua wewe unaswali. Si wewe unajua unaswali. So nuambia ile kitu iko. Kwanza nia ikoe safi. Alafu ingia ukijua ya kwamba riziki inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa watu Allah amechukua ahadi kuwasaidia, ni mojawapo ni mwanandoa ambaye anafunga ndoa. So nuambia hiyo financially stable ni bahati tu ya mtu. Ukipata mtu ako na pesa mingi, sema alhamdulillah. Ukipata pia wako ni asala alhamdulillah. Lakini upande ya wanawake ambao wako na mali, wenye nimepatana nao so far, wanataka wenye wako na mali. Unanipata? Naam. Mwanamke ako na mali, anataka mwenye ako na mali. Hataki ipungue. Hataki. Unanipata? Naam. So challenge kama hiyo tunapitia, lakini nasema tu alhamdulillah. Nuwaambia tu ya kwamba riziki inatoka kwa Allah. Wewe ukifuata huyu mtu bora ni Muislamu. Anajituma. Kuna lugha wanapenda kutumia kusema wanaume wajitume. Unanipata? Kujituma, anajituma. Unajua unaweza jituma na ulale njaa. I believe, mimi na believe Allah anaweza kuruzuku na sababu ama bila sababu. So hii kazi si ati ni kazi ambayo inaleta pesa. Pesa inatoka kwa Allah. Unanipata? So hata mimi nafanya free of charge. Lakini so far so good. Hii kazi imenilipa zaidi ya 100,000. Hata mimi mwenyewe siaminingi.
lakini ni free, usisahau bado ni free. Lakini free. Unapata? So mimi naaminingi ukiingia pahali na nia safi. Mimi nikiingia kwa hii mambo ya tende na maji kwa connect. By the way sikuwa nategemea. Nilikuwa na connect watu usiku asubuhi niko kazi. Connect watu usiku asubuhi niko kazi. But saa hii kazi imekuwa hii. Ishageuka imekuwa kazi. So wale wenye wanataka mwanaume ambaye ni financially stable na wale wanaume ambao wanataka mwanamke ambaye ni financially stable, kwanza wategemea Allah na watawakali ya kwamba anayepeana riziki ni Allah peke yake na nia ikuwe safi. Nafikiri katika kuongezea hilo umetaja Allah subhanahu wa ta'ala ametaja, nafikiri suratul Ahzab anasema yakunu fuqara, yani ikiwa sasa hawa ambao wanaingia katika ndoa na nia yao vile ambao ametaja, nia ni mtu ni ile taafuf, mtu kujiepusha na zina na kujiepusha na vitu kama hizo, unakuta Allah anasema fasaufa yughnihimullah, Mwenyezi Mungu atakuja kuwatosheleza min fadhli, yani atawapatia utajiri, atawapatia mali, atawapatia zile wanahitaji katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. So kwa hiyo ikiwa mtu anaingia pale katika ndoa sincerely, kwa sababu unajua kusema ni rahisi, mimi nia yangu na nini, lakini Allah ndiye anajua nini kwa kwa hivyo ikiwa unaona hapa mimi vizuri, wacha nijiepushe na naingia kwa ndoa ili nipate stara, Allah atakupatia riziki. Na pia hii nukta ya kuwa ni kila pahali, nafikiri ni pia ni nature ya wanawake vile ameumba. Unajua yeye anataka kuangalia stability, kwa hiyo anaweza kuangalia hivi asema bwana waziri ndio sahi unakaa hivi lakini anaona potential, anajua in 5 years utakuwa pahali. Unaona huyu anajituma, huyu kama tutalala chini kwa mattress in 5 years tutakuwa tuko kwetu. So kuna hiyo mwanamke huwa nayo. So na tena nataka ile security pia. Kwa hivyo nikipata naye watoto, hawa watoto watasoma, hawa watoto watakaa vizuri, watakula vizuri na nini, vitu kama hizo. So hiyo ndio ambayo unakuta ile fikra kwa mwanamke wanayo. Kwa hivyo si ati generally ati wanawake wako opposed to polygamy pia. Lakini anaona hizi resources ni kidogo. Alafu tena uongezee mtu mwingine ambaye atahitaji the same resources ambazo mimi natumia. So hapo unaonaga mara nyingi na kuanga kizaza. So kwa hiyo unakuta ni nature ya binadamu, na unakuta hata Rasul sallallahu alayhi wasallam alisema tunkahul mar'a li 4. Mwanamke anaolewa kwa sababu ya mambo 4. Na akaanza limaliha, kwa sababu ya mali yake. So kwa hivyo unaweza kuona mwanamke ana mali na ukasema unataka kumuoa, inaruhusiwa. Tukibadilisha upande huu mwingine sasa, hawa vijana ambaye anataka kuoa mwanamke ambaye yuko na mali. Unaelewa? So ni sawa, ni jambo ambalo linaruhusiwa. Rasul sallallahu alayhi wasallam alimuoa Khadija radhiallahu anha, na alikuwa na mali na alikuwa hata umri memzidi. Lakini unaona Rasul sallam alideserve. Je, sisi ambao tena tutakuja tutolewa, je tutakuja kwa sababu sengine tukiangalia kwa jamii yetu itakuwa ni wewe umeoa ama umeolewa. Unaona, alafu sasa ile umeoa huyu mwanamke ambaye ana mali na nini, utampatia ile haki yake ambayo anafaa, ama itakuwa tena baadaye utakuja kuwa mzigo. Kuna cases ama kuna kesi imeitokea hivyo, mtu amepata mwanamke ambaye kidogo ana uwezo lakini alikuwa ameoa, na ule mwanamke asema mimi niko tayari kwa stara. Lakini alipokuja kukaa kidogo, ikakuwa nabeba shida za mke mkubwa. Anakuja kumletea mke mdogo, kwa sababu mke mdogo ana mali. Sijui chakula, rent, nini, inakera wakati mwingine. So na ndio wakati mwingine tunaambia wanaume in general, wewe as much as ndio dini inatuambia ile arijalu qawamuna ala nisa, yani si ndio hivyo. Na ni kwa sababu gani Allah anataja asema kutokamana na kile ambacho tumefanya katika infaq. Wewe utakuwa rijal katika nyumba, utakuwa na say, utakuwa na sauti wakati una provide, but the moment ambao unaenda una fail, umekaa tu ndee hivi, unangoja bibi ndio atoke aende ahasol alafu akuletee. Kuna cases cases mtu anakuja nakaa, ikifika Ijumaa anaambia nitolee form ya jaba.
Yani umekaa tu kwa nyumba, si vyombo hujaosha, chakula hujapika, bibi akuje tena akufanyie hizo zote na tena akutole fomadi ya jaba. Unaelewa? Ingine sasa hata ni ile hata unambo ile urujula ile wanaume unaidhulumu. Unaelewa? Wanasema ni ile wasema men used to go to war. Ilikuwa na ile mwanaume unajua una provide na nini. Sasa ile unateleza kidogo, inaeleweka, leo hakuna bibi atakaa atafanya atasupport, ndio na vitu kama hizo. Na siku pia mwanamke hafai kucontribute ama kusupport bwanake. Shangaa jamaa amelala mwaka mzima kwa nyumba, yeye tu amekaa wanataka babe wifi imeisha na ni mzee anaambia na umekaa pale kazi yako ni remote tu, na shekhe inakuwa mambo mengine inakuwa si sawa, si haki. Na kuna vile mwanamke definitely ataanza kureact. The moment ameanza kureact, utakuwa huyu mwanamke haniheshimu na vitu kama hizo, lakini wewe ndio umejiweka hapo. So kwa hiyo ni masala ambayo tunatakiwa tuweze kuyazingatia. Mke na mume kukaa kufanya investment ni vitu zinaruhusiwa. Naam. Labda shekhe ama waziri wa kwanza, wali ni nani? Wali wa msichana ni baba, sio? Ndio. Ikiwa msichana anataka kuolewa, ruhusa inatoka kwa, lazima itoke kwa baba. Ndio. Na kwa sababu brother huwa anaunganisha watu kutoka sehemu tofauti, wengine Moyale, Marsabit na nini. Na hizi ni jamii ambao wanatoka sehemu mbalimbali na pia ukabila iko na pia rangi utofauti iko. Labda sijui kama kuna changamoto baadaye msichana amekupigia, msichana na kijana wameridhiana, lakini je, upande wa wazazi labda isitokea changamoto kuwa wao hawakubali kwa sababu wana sababu fulani na fulani, bwana waziri? Hiyo changamoto iko. Naam. Unajua ukabila ni marashi ya shetani, ni harufu chafu. Naam. Kuna hii jina unasikianga, ule ni Jerer, ule ni Burare, ule ni nini. Ndio. Sasa mimi kwangu nimeiweka kwanza. Sisi wenye tuko pale wote mpaka wasichana, si wote ni mamujahidini. Ndio. Na kwa sheria mamujahidini number 1. Hakuna ukabila, no room for tribalism. Kuna venye huo unapenda kusema I think kwa TikTok, mujahidin. Mujahidin ajitokeze. Yani mujahidin. Iwe we ni Mborana, we ni Mkisi, we ni Mluya, we ni nani. Sisi wote tunafuata mila ya Ibrahim pale. Unapata? Yani pale unajua si ndoa peke yake. Pale tunataka kuconnect nyoyo ya umma yote. At least Uislamu ipate nguvu. Uislamu ipate nguvu. Hiyo challenges iko, lakini sasa kuna pahali pia kuna shekhe mwingine pia alini challenge. Ndio. Akiniambia hii ukabila bora kuna dini haina shida, msichana anaweza chagua. Bora ni wa dini, msichana anaweza chagua mtu wa kabila lake. Bora yule mtu wa kabila yake ako na dini. Unanipata? So kwanza dem ndo uchagua, ni preference ya msichana. Hata akisema mimi nataka Borana, Mugari, Msomali ama Mluya, lakini Muislamu. Nilikuwa na wazuianga na waambia hapa kuna ukabila nini, lakini sasa unajua kipenda choroho ndio dawa. So kama mtu anataka Msomali, utamletea Mluya, obvious automatically hata chukua. Unanipata? Pia upande ya wazazi kidogo challenge pale inatoka. Unajua kwanza kabla itoke kwa msichana ifike kwa wazazi, huyu msichana mwenyewe, wengine si yeye kupenda, anakwambia waziri watu wetu watakubali. Mimi wazazi wangu, familia yangu itanitoa mbio. Kuna jamaa nishaimfunga nikaa, ni Mjaluo. Ndio. Msichana ni Mugari. Wote si ni Waislamu. Baada ya kufungwa nikaa, unajua alikuwa ameficha kabila ya jamaa. Jamaa ni Mjaluo. Alikuwa amesema baada ya kufungwa nikaa kila kitu imeisha. Akajisema, unajua binadamu ni mtu akusahau. Ndio. Kuseme na ule mtu wangu ni Mjaluo bana. Aliambiwa unajua hajaenda hata wajakutana kimwili. Ilikuwa aende sasa kama kesho yake. Aliambiwa ukitoka hapa tunakukata miguu. Ndio. Ile nikaa ikaishia wapi? Na walikuwa washafunga nikaa. So pia pande ya wazazi walai
unajua ukabila kama mtu anataka mtu wa kabila fulani. Naam. Kama wewe unataka msichana wako aolewe na kabila yako, usikejeli kabila zingine. Unanipata? Wewe unataka kabila yako, hiyo ni chaguo lako, ni sawa. Lakini usifanya nini? Usikejeli. Sasa problem mtiani ambayo tuko nayo, tunakejeli. Mimi siwezi olewa na Mluya. Ndio. Ole Mluya kaona kuna nini? Si Muislamu. Mimi siwezi olewa na Mjaluo. Niko dema anatoka hapa Kitui ananiambia, unajua mimi ni addicted to wa Somali. Ndio. Niambia Mswahili kutoka Wajia ananiambia mimi am addicted to Somali guys. Sasa na mtu kama huyo uwezi. So hii mambo ya ukabila imekuwa ni challenge na imenishinda. Kuna jamii ikiwa Uislamu tuko na pila zetu. Ndio. Unaelewa? Na pia katika kabila kuna ile unaambiwa ya kwanza yetu pila ni ukabila. Ndio tuingie katika zile masharti zingine. Nimwaisikia hilo. Mtu anasema kwanza yeye ni clan fulani, alafu kabila fulani, alafu Uislamu number 3. So ni masikitiko. Such cases Catholic Court wana handle. Kwa sababu definitely pale wali hayupo. So obvious wali atakuwa yuko opposed to that. So kwa hivyo ukienda Catholic Court ni mambo ya kala Allahu kala Rasuluhu. Hata si mambo na constitution nini. Kwa hivyo ni kitu moja mtu anafaa ajue. Kitu ya pili ni tuangalie sahaba kama vile akina Bilal bin Rabah, akina Osama bin Zaid, akina Zaid mwenyewe bin Harith. Mwenyewe alioa Zainab radhiallahu anha, na alikuwa ni mwanamke ambayo alikuwa na cheo, yani katika ukoo wao walikuwa na nini, na level fulani katika society. Lakini unaona, yani Rasul sallam hakuja kuwabagua akasema wewe akina Zaid hao walikuwa ni watumwa, ati na wewe uwezi ukawa watu ambao their clan iko, unaelewa? Na ndio hiyo hata Zaid bin Harith akawa ni mwenye kutajwa katika Qur'an. So kwa hiyo ni jambo tu, ni mila tu watu tumezibeba, lakini hatuna ile reality. Kwa sababu nafikiri katika hilo ambalo bwana waziri anataja, utaona ni kuwa unajua kuna mtu kwanza ni ile exposure. Kuna mtu ambaye amekaa area ye hajaiona hata hiyo jerer mwenyewe anakaaje. Na kila anapomuona hata hiyo jerer anamwambia salamu alaikum, anakuambia mzuri, kwa sababu haamini kama yeye anaweza kuwa Muislamu. So ni vitu tu za kimila tu na vitu kama hizo, na ni vitu ambazo zinatakiwa watu wawe ni wenye kueleweshwa. Kwa hivyo ni mila tu ambazo watu mezibeba na nini, na si ati zina faida sana katika, kwa sababu utaona ndio ni sawa utafunza msichana wako lazima uolewe na klani yako ama na nini na vitu kama hiyo, kwa sababu unakuta hata mtu anasema hatuolewi na kabila fulani, hatuolewi na kabila fulani, hatuolewi na uko fulani. Huu mtoto anasoma, ameingia university, ameenda amekutana na watu wengine, na ina happen hata pengine hata amekutana na yeye ni katika zile clan ama tribes ambazo haziowani na hizi tribes. Kwa hiyo unakuta inakuwa ni changamoto. It's only that sasa unakuta huu mtoto ndio as much as ataolewa na yule mtu ambaye mzazi anafurahisha, lakini what about the happiness ya huu msichana? What about the happiness ya huyu kijana? Kwa sababu si msichana peke yake, ni vijana wengi wamezuia na ambua hatuoi hiyo kabila, sijui mambo kama hayo. So kwa hivyo unakuta ni kitu ambacho hata Rasul sallam alikikemea. Bwana waziri ameta mzuri, marashi ya shetani, anasema dauha, achanini na ukabila, fa innaha muntina, kwa kuwa inanuka, ni kitu kimeoza kinanuka. Hivyo ndio ambayo alizungumzia ukabila. So kwa hiyo ni ziko katika sisi, kuna tumeumbwa tu, ni kuna that nature ya kunini, but I determine kuwa ati sasa hiyo utakuwa umepata the right person. Kwa sababu ikiwa tutaangalia nikah, Rasul sallam ametuguide, kijana anapotaka kuoa anafaa angalia nini katika msichana. Alisema angalia mali yake, angalia nini, uzuri wake, urembo wake, angalia alitaja mambo ya familia, na hiyo ni saa ingine unaangalia kuna interest gani hapa. Pengine ile familia ni watu wanafanya biashara, na huko kwa biashara, lakini unaona wacha nikioi familia hao watakuwa ni mashemeji tu, hatutakuwa na that competition. Unaona, ama any other political interest.
kuna watu unakaa unasikia sasa nimekaa nimeenda kwa maybe kutoka kwa first family ya Tanzania. Kwa sababu so nitakuwa na good relations na Tanzania, so diplomatically hatutapigana. Na nafikiri umeona hata kisiasa huku kwingine, so ile familia yake. Alafu kisha 3 Rasul salam akataja akasema akasema dini. Na akasema fadhfar bidhata din, shikamana na ule msichana ambaye iko na dini. Asema taribati ya dak, hautakuja kujuta. In contrast ama opposite yake ni kijana. Rasul salam alisemaje? Idha atakum, akiwajilieni kijana, man taradhauna dinahu, ambaye mnaridhia dini yake, wa khuluquhu, na tabia zake, fazawijuhu, muozesheni. Alitaja vitu ngapi? Dini na tabia. Kwa kijana. Msichana alitaja 4. Lakini kijana alitaja dini na tabia. Asema na kama hamtafanya hivyo, basi kutakuwa na ufisadi katika hii ardhi. Sasa kijana amekuja katika hizi hadithi zote mbili. Hakuna pali Rasul sallam ametaja akasema kabila wala rangi ama nini. Kwa hivyo tunaangalia takwa. Na moja ya maulama anasema wakati unapoozesha msichana wako ama kijana wako mtu ambaye ni anaogopa Allah, hata kimchukia hawezi kumdhulumu, kwa sababu anajua simpendi, lakini atasema ni haki yangu mimi kumlisha, ni haki yangu kumpatia haki yake na kila kitu, but hataweza kumdhulumu. Lakini mtu ambaye hamuogopi Allah atamfanyia hadi na dhulma, na akiona hivi namkomesha ndio siku nyingine. So kwa hivyo takwa ni kitu kikubwa sana ambao tunafaa kuzingatia. Na as much as tutakimbilia ukabila tuseme sijui hivi na hivi na vile, hakuna ile faida kubwa ambao tumeona at the end of the day. Kwa sababu ikiwa kijana na msichana wote wana hizi qualities pamoja, na watasaidiana kutengeneza nyumba ambayo iko na takwa, watapata watoto ambao pia wako na takwa. So kwa sababu mama mwenyewe ni mchaji Mungu, kijana ni mchaji Mungu. So kwa hiyo utakuta hata wale watoto wataathirika na yale malezi ya wazazi wao. Lakini sasa ukabila italeta yale ambayo na itakuwa tu ni the same continuation. Naam. Sheikh, unaweza pata binti au msichana akona hizo sifa nzuri kama ulivyotaja, au mwanaume, ndio, na hawa wawili wamependana na wanataka kuoana kwa njia nzuri, wakapeleka kwa wazazi, ndio, na mzazi kwa sababu ya utofauti tu zile za kidunia ama rangi ama kabila na nini chochote, ndio yanakuambia ukimuoa ndio ukijana au msichana, nimekulaani. Ndio. Je, hii laana ni jambo inaweza mfikia huyo? Okay, hapo ni vizuri kwa sababu tunarudi pale katika nia. Huyu msichana anamwogopa Allah na anataka kuoa astirike, ajiepushe na zina na nini. Alafu kisha mzazi ndio kikwazo. So kwa hiyo hapo hiyo haiwezi kampata. Kuna ile Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema la ta'atu li makhluq, hakuna kumtii kiumbe fi masiyatil khaliq, katika kumwasi Mwenyezi Mungu. So kwa hivyo inapokuja katika hayo masala, as much as ni mzazi na nini, ndio kuna akwali nyingi, ndio ni mzazi, unajua mume unaweza kumuoa ama mke na unaweza muacha na utafute mwingine, lakini mzazi huwezi replace. Unaelewa? So kuna hata ile kaul unakuta baadhi ya maulama wanasema mzazi wako akija akikwambia achana na huyu mke wako, msikize mzazi, kwa sababu unaweza replace mke lakini mzazi huwezi replace. Unaona? Lakini sasa tunaangalia wakati mwingine pia hawa wazazi ni wapi wanatupeleka. Waangalie hatari ya kukataza labda mtoto akamke kwingine. Yeah. So kwa hiyo unakuta unakuta hizi harusi saa nyingine gharama nyingi hizi. Si ati zinafanyika kwa sababu msichana anataka. Yule msichana kishampenda yule kijana ama yule kijana kishampenda huyu msichana, washaridhiana. Na ndio unasikia waziri hapa anafungisha watu na tende na maji. Kwani hawana haja ya kwenda kufanyiwa sherehe kubwa kubwa kule ambazo zinafanyika kwa zingine. Lakini mzazi ndio atashuru, msichana wetu haizi toka kwa nyumba, ni kama hana kwao. Lazima katika hii katika hii kijiji ajulikane kuwa
msichana aliolewa. Kwa hivyo lazima sherehe ifanywe, mtafute live band hapo kama ni ya taarabu, mtafute sijui biriani na vitu kama hizo. Na watu waliani katika madeni. Sheikh, mwaka wa kwanza wa wengi wanandoa ni kujaribu kulipa ya ile madeni ambayo watu waliingia. So kwa hiyo unakuta ni katika masala ambayo saa ingine wazazi wanachangia sana. Hata hili swala la ukabila, vile waziri amesema, huu msichana si ati anasema mi nitafutie kabila fulani kwa sababu anapenda, kwa sababu anajua the moment nimechukua mtu yeyote akifika nyumbani tayari atapata roadblock. So kwa hivyo ili ndio asisumbuane na wazazi, ni afadhali nitafutie watu wa kabila yangu. Lakini tujue pia wazazi wanacheza role kubwa sana. Ikiwa wataogopa pia wao kama wazazi wamogope Mwenyezi Mungu na katika kuguide hawa watoto wao, ndio ni sawa ameolewa na mtu ambaye si kabila yetu, lakini utamguide vipi? Mpatie support. Saa ingine tunataka kuinvestigate mtu ametoka sehemu ambayo hatujui, ni mtu ambaye hatumjui. Unajua majirani hapa tunajuana, tutaonana. Lakini fanya investigation, ni mtu ambaye anakaa namna gani? Kwa hivyo anastahiki kuolewa na binti yetu, anastahiki kumwoa binti yetu na kitu kama hicho. So hiyo ndio guidance wanafaa. Na eventually ikiwezekana watoe financial support. Na mimi husema financial support kubwa ambayo mzazi anaweza kumpatia mtoto wake ambaye anaoa ama anaolewa ni katika kuestablish nyumba yao, si katika harusi. Hii harusi watu watapiga hiyo pilao, watacheza na wataenda na watalamika, hiyo nyama ya leo ilikuwa ngumu, au mpishi gani mlichukua, sijui nini. Lakini kama utawasaidia kuestablish nyumba yao, wakaweza kuishi, na kikubwa zaidi na mawaidha. Kwa sababu unaona wakati mara nyingi watu wanaoana, utafikiri ati wanaoana for the first time, hawana experience. Experience walitoka wazazi. Aliona mama alikuwa na baba walikuwa naishiaje, hiyo ndio bibi anataka kufanya kwa bwana yake. Unaona baba na mama walikuwa naishiaje, ndio bwana anataka kuapply kwa bibi yake. So unakuta hizi ni zile experience ambazo huwa zinapatikana katika ndoa. But support kubwa ni ile kuestablish nyumba yao na mawaidha vipi ambao wataendeleza hiyo nyumba yao. Naam. Sheikh, tukirudi tu kuangalia mada yetu, adui ni zina, rafiki ni nikah. Na kuna wale wengi walioteleza wakajikuta katika zina. Na bahati mbaya akakuwa mjamzito, labda msichana pregnant. Labda huyu mwenye alijikuta hivi, ungempatia nasiha gani? Kwanza hiyo ni challenge kubwa sana ambayo imepatikana katika jamii. Na tukianza, unasikia waziri alitaja kuna watu wengi sana wanaishi katika Kamui Stay. Personally nimekuwa na hizo experiences. Mtu anakuambia tumekaa nini, ziko a lot of cases. Tumekaa tumezaa nini, vitu kama hiyo, ndio tumeamua tunataka kuhalalisha. Ziko cases ishaitokea moja, hata hiyo ukabila hiyo. Kuna brother moja alienda kuposa kwa kabila fulani. Akaenda akamwangalia, ni kama walishindwa kumwambia hapana. Mwambia unajua msichana wetu amesoma hadi university. So nafikiri ilikuwa ni pesa gani aliambiwa, ili sasa ukuje tu ndio tuweze kunegotiate, utoe 800,000 non-refundable. Umeelewa? Ile tu ya kuja tu kubisha hiyo mlango, alafu hiyo mambo ya harusi na nini tutaongea baadaye. Sasa ilikuwa ni as well as hatukutaki. Na yule kijana sasa sijui hata sijui ni mujahid ama ni nini, alitorosha msichana akaenda akampachika mimba. Aya later ndio tunataka kuhalalisha. So family shingo upande sasa wamedho, tumekupatia, tumeridhika. Unaelewa? So wakati mwingine wazazi wana contribute pabaya. Na hii Kamui Stay iko kwa wingi. Na pali kwanza tunafaa tuangalie sana. Inaanzia katika colleges, universities. Wakati tunatupa watoto wetu waende kusoma mbali, huko hivyo ndio wanaenda kuanza kitaanza kutafuta hostel. Eventually anakutana na mtu, nyumbani ulikuwa ndio ulimpatia malezi mazuri, ulimchunga pali unaweza kama mzazi, lakini akienda kule ana freedom. So kwa hivyo hiyo freedom ndio utakuta baadaye tukija kama hatufanyi follow up na kuwatembelea na nini, unakuta kumbe hata baadaye hata alitokanga kwa ile hostel ulikuwa unafikiri yuko, wewe unatumanga tu pesa ya hostel, kumbe alienda kama movie na kijana. Ziko na ni masikitiko makubwa sana. So kwa hivyo
hivyo, na unakuta either wakimaliza college ama university wataenda either kuwa pamoja ama wana break up na wanaanza maisha ingine. So ni masikitiko makubwa sana ambayo inafanyika hivyo. Na ndio hiyo pia nitarudi pale tena kwa wazazi. As much as wanaweza support na wakafanya nikahi iwe rahisi, lakini unakuta saa ingine huwa wanaekelea hizi masharti zinakuwa ngumu. Na the moment matokeo inakuwa mbaya zaidi. Ukiweka nikahi iwe gharama ya juu na ikuwe ngumu, zina itakuwa rahisi. So na ndio utakuta sasa kamwiste iko. Kamwiste hawa watu wakikaa si mtu na ndugu yake. Kwa hivyo itakuwa na siku moja itakuwa ndio hivyo mtoto anapatikana. So na ndio haya, nafikiri kuna kesi moja ilikuwa Supreme Court. Ilitoka Kadhi's Court ikaenda High Court, ikaenda Court of Appeal mpaka Supreme Court. Ikatokea kuwa walizaa kabla hawajafunga nikaa, na huyo mwenye amefariki, hawa watoto wanahitaji nini? Wanahitaji urithi. So inakuja unakuta ni mambo ingine ambayo sasa na hizi shida ni nani wanasababisha? Ni sisi wenyewe. So kwa hivyo ni vizuri tutafute zile njia ambazo ni za rahisi, tuweze kurahisisha masala ya nikah. Naam. Shukran sana Sheikh. Labda Bwana Waziri, kupitia hizi nikah ambazo ama wewe kuwaleta watu pamoja, kuna kisa labda ilikugusa yenye bila kuwataja jina, labda si rahisi uisahau? Moja yenye linigusa, narudi kwa viongozi wa dini. Naam. Sheikh ameongea vizuri, amesema wazazi ndo problem. Naam. Na ni ukweli yenyewe, wazazi ndo the youth. Nanipata peleka watoto huko university, kwa colleges nini, wanawalipia wanaru. Kikuja kuomba yule msichana unaambiwa msichana wetu amesoma we. Msichana baada ya miaka 4 ametembelewa huko na mavijana, amerudi tu na dera peke yake. Unanipata? So problem ya kwanza ni wazazi. Inafuatwa pia na mashekhe wetu. Mashekhe wetu pia baadhi yao ndo problem. Wameweka dunia mbele sana kuliko maslahi. Kuna kisa ya jamaa fulani alitoka kutoka Narok. You can imagine a distance from Narok mpaka Kayole. Ni kuja nimfungie nikah. Nikamuuliza kutoka Narok, wewe hakuna misikiti hizo area? Akaniambia aliambia imam akamwambia ni sawa, taongea. Anataka pesa. Anataka pesa. So mimi nikasikitika sana. Nikasema kwanza huyu kijana mwenyewe yes ana swali lakini elimu hana sana. Nikashindwa, imam mbona yeye haezi ona kitu sisi wenyewe, sisi vijana wenyewe tunaona? Mbona yeye hakuona ya kwamba hizi nani adui? Mbona yule kijana hakumfunga nikaa huko? Mimi nilimwambia mara kadhaa, umeenda kwa misikiti? Akaniambia imam ananizungusha. Imam ananizungusha. Ilibidi nimtumie fare. Akuje mpaka, alikuja na wife yake. Walikuwa wameishi kama stay for 2 years. Lakini wajapata mtoto. Walitoka kutoka huko mpaka huko. Sasa hiyo kitu iliniguza roho sana. Juu niliimagine how comes huyu ustadh mbona hakuwafunga tu nikaa. Pili, kisa mwingine tu bado. Huyu sasa ni msichana. Imam anataka ustadh wa kuwafunga nikaa anataka 1500. Bila 1500 hawezi fungisha. Amesema sifungishi. So yule ustadh ameridhika zinaiendelee kama hakuna 1500. So ni kama ananunua zile tawabu na 1500 na zile 1500. Unanipata? Naam. Ingine yenye liniguza ni hii upande wa kadhi. Unanipata? Naam. Moja kadhi, mkiwa yeye ni kiongozi wa dini. Mkiwa pale inafaa inakuwa ni kuangalia maslahi ya vijana au ya umma. Kuna mama mjane. Naam. Sasa mama mjane si unafaa unaangalia maslahi yake. Anaambiwa ndio alikuwa amepata bwana. Alikuwa yes ni mjane, kuna watoto wawili. Bwana aliaga. Baada ya bwana kuaga 2024 akapatana na mtu kutoka saidi ya UK through online tu, lakini si mimi nilifungisha kulingana vile ananiambia, wakafungwa nikah. Nanipata
So hiyo si yako amenielezea. Mimi nikamletea mtu, ilikuwa afungwe tena nikaha. Uleta ile story, nikasema hakuna vile nikaha itafungwa juu ya nikaha. Wewe fanya nini? Enda kwa kadhi huko ama tafuta kadhi yoyote ifungulie. Nilipigia ama kadhi wadogo, kama kwanza alienda ile kubwa huko akaambiwa lazima kesi ifunguliwe 30k. Nikapigia makadhi kama 3 lazima kesi ifunguliwe, wote ni pesa. Sasa mimi nikajiuliza, huyu mwenyewe ni mjane analea watoto yatima. Maslahi iko wapi? So nikafeel uchungu sana, imeniguza mpaka nikashindwa. Hizi na kwa nini sisi tu tunaona tunapigana nayo vita? Mbona hao wenye elimu mbona? Yaani hiyo kitu by the way ilinichoma sana. Okay, nitagusia hapo kwa kadhi. Unajua kadhi vile inaoperate ni kama any judicial court. Na kuna masala ya kufungua koti na kuna lugha ya pale kotini. So ukienda pale atakwambia, ukienda pale wale clerks tu atakutuma, atakwambia file ifunguliwe. Na file kufunguliwa si ghali hivyo mtu anafikiria. But ni ile saa ile utaulizwa utumwe kwa wakili ndio atakuitisha pesa, atakuitisha. But ile kesi kufunguliwa ni gharama kidogo sana. Inategemea ni kesi gani. Kuna unaweza pata ya 500, 1000, 1500. Unaona? Kwa hiyo unaweza self represent kama unajua vile ambavyo utaitumia, ama ukipata na kadhi sengine uko na lawyer ambaye anaweza kusaidia kukuelezea. So kwa hivyo si kuwa shida iko pale kwa kadhi. Unaelewa? Shida ni ile kufuata the procedure. Nafikiri ni vile alikosa kujua the procedure, ndio akaona ikawa ni mzigo. Lakini ni kazi, huwa ni kitu ambacho kinaendelea vizuri. The moment ile file imefunguliwa, ile kesi move very swiftly. Ndio. Inshallah. So problem ni lawyers. Definitely itakuwa ni upande wa lawyer, ya itakuwa ni lawyer. Hata nakumbuka lawyer ndo alimwambia. Ndio. Unajua alimuitisha ngapi? 30. Yeah. Baadaye vile alimfuata 80. Sasa hiyo ni alimwambia ile 80 kuna kufungua file, itamaliza everything. Sasa ukitaka hii kesi ishe kabisa. Nafikiri kitu moja pia nafaa tuweze kuelezea watu, si kila lawyer anaweza kukurepresent kadhi court. Tafuta lawyer at least anajua sheria, anajua Uislamu, kwa sababu kwa kadhi court ni qala Allahu qala rasulu. So kwa hivyo kuna a lot of things na vitu kama hizo, but such cases pengine ukipata za kadhi court unaweza kuzirifaa na tukaona vile wanaweza saidika. Juu hata kuna cases pale mtu akienda pale kadhi court ajielezee kwa hali yake ni taban, atasaidiwa na wale clerk, file itafunguliwa na kesi itaendelea. Naam. So ni pengine tu kosa kujua zile procedure. So ni mtume tu nimwambia aenda jitetee. Aidha jitetee na vitu kama hizo. Ndio. Na jitetee mwenyewe na matafute wakili, amlipe wakili aweze kumtetea. Tukimalizia shekhe. Labda bwana waziri, ungetuambia ni ujumbe gani ungependa kuwapa vijana ambao wanatamani kuoa au kuolewa lakini wanaona njia imekuwa ngumu? Labda nasiha yako kuhusu. Mimi kitu ningependa kuhusia vijana ya kwamba vijana wengi tunaona ni kama nikaa ndo inamaliza riziki ama itakuzuia riziki isifike. Lakini miongoni mwa watu Allah amechukua ahadi kuwasaidia ni ambao wanakuja katika nikah. So mimi ningependa kuwaambia usikae pale nje ukisema unajua sina kitu, mimi ni maskini na ulalangi njaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ukiamka asubuhi upate uko na afya, uko salama, uko na mkate kidogo, mkate yenyewe iko ni kafu, hata isikuwe hata na maji, hiyo siku Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia wewe ni tajiri. Nikana kwamba umewekewa dunia mzima mbele ya wewe, ni mfalme. Sasa how comes kwanza unakufuru Allah wakati wewe ni mfalme? Unasema mimi ni maskini. Kijana wewe hujawahi lala njaa. Haya, hujawahi lala kwa kibanda, unalala kwako bedsitter, unakula chakula asubuhi jioni kila siku. Zina, ukitaka kuzini unapeleka msichana unamnunulia pizza 3000, alafu unasema mimi sina uwezo. Siku ya kiyama tutajitetea aje siku ya kiyama mbele ya Allah? Kusema ya Allah, mimi sikuwa na uwezo ndo nimezini. Mimi sikuwa na uwezo ndo nimezini. Unanipata? Wewe uko na uwezo ndo unazini. So mimi kitu ningependa kuhusia vijana, nikijihusia nafsi yangu, nikihusia pia vijana. Tujitume kwa hii mambo ya nikah. Wallahi saa hii maisha saa hii dunia
hii shida tunapitia yote ni kwa sababu tuko peke yetu. Wewe umekaa pale kwa nyumba peke yako, umeangalia ukuta, umeangalia TikTok, umeangalia nini, sometimes hata vijana wengi hatusalingi. Hata ibilisi amekuingia. Kidogo ushaanza kutext wasichana. Na unajua hii Kenya ambayo tunaishi, nchi tunaishi ni nchi ambayo wengi si Waislamu. Wanawake wanavaa miniskirt, wanavaa nini, mizigo ziko nje. Ukitoka hata kwa misikiti hivi ni mashallah tu zile za uongo, ushasema kwa kiuno ya mwanamke, kwa kiuno ya mwanamke. So ni kujitahadhari sana ya kwamba usingoje ufike miaka fulani. Bora ushafika 20 plus, wewe umetosha kuoa. Na msichana pia bora umefika 18 plus. Hata wengine wanaanzia 15, 16, 17, 18, lakini tuseme tu msichana kama umeshafikisha 28 na bado hujaolewa, mimi sijui unaongoja nini. Unanipata? So ndoa ndo inaleta riziki. Na ndoa ndo inafanya maisha yako inakuwa ni very smooth. Mimi by the way nikioa, mimi kabla nioe nilikuwa na shida mingi sana hata ya stress. Unapata usiku sometimes ulali, ni kama umeingiwa na majini. Unaangalia ukuta hivi, stress. Unanipata? Lakini tangu nioe nikianguka hivi, asubuhi fajiri nimeamka. Yaani unakuwa binadamu, maisha ya binadamu inaanza baada ameoa. Unanipata? So mimi ningeambia vijana kwamba ndoa ni raha, ndoa ni tamu, ndoa ni starehe. Na wale ambao wanaonanga ati ndoa ni ngumu, ati wale wenye wameoana wanateseka. Wale ni wenye wakufuata kanuni na sheria za zile nikah. Utapata labda ile nikah ilifungwa mtu akiwa na mimba ya labda 1 week. Unanipata? Ama nikah yenyewe ilifungwa wali yako kuwa. Unanipata? So mimi ningependa kuambia vijana ya kwamba nikah ni starehe, nikah ni raha, nikah ni maisha, yani nikah ni mambo yote kwa binadamu, na Allah anapenda wale ambao wamefunga nikah. So nyinyi wote ambao mnaniwatch ama mnanisikiliza, ningependa kuambia kwamba nikah ni very simple, ni very easy. Kuchinja ngamia ama kuchinja ng'ombe, ile ni hiari yako. Nikah inakuanga tu ni mzazi aseme mimi nimepitisha ya kwamba mtoto wangu aolewe na mtu fulani. Ile nikah ishapita. Shehe ni kusoma tu khutba. Si lazima ati damu imwagwe pale. Unaweza mwaga hata damu ya watermelon. Bora sunna tu watu pale wakule, ikuwe ni baraka. Maskini wakule hiyo siku, kama maskini hajaiona nyama, ameona for the first time juu yako. Yani inakuwa tu ni top up ya baraka ya kwa ile ndoa. Lakini haimaanishi ati kama hauna hiyo pesa ya kuchinja ati wewe huwezi oa. Wala hata ukiwa na 200 unaweza oa. Bora mumeelewana yule msichana. Hata ukiwa na shilingi 200 unaweza oa. So mimi ningependa kwa motivate vijana ya kwamba kuoa ni rahisi. Na kama unaoa, hata mimi siku ya kwanza nikifungwa nikah nilikuwa natetemeka roho sana. Nikiambiwa wewe kutoka leo, wewe ndo baba yake, wewe ndo mama yake, wewe ndo brother, wewe ndo kila kitu ya. Nikajiuliza mimi mwenyewe hali yangu ni duni. Tena naekelewa mizigo ya huyu binadamu. Nikateteme. Wallahi kutoka hiyo siku sijawahi lala njaa. Alhamdulillah. Kutoka siku nioe sijawahi lala njaa. Yeye mwenyewe hajawahi lala njaa. Paka nikaona kwani wewe jua sijawahi teta kuhusu bibi ati amelala njaa. So mimi ningependa wenye wako na hiyo mentality. Shetani anatupromise umaskini, Allah anatupromise utajiri. So tufuate Allah. Shetani always anakuanga tu maskini. Yeye hajai kuwa tajiri. So kama unaamini Allah, wewe ni mjahidin. Usisikae hapo nje ukisema mimi ni maskini, mimi kuna type yako tu. Hata Allah anasema hata wale watumwa miongoni mwenu, waolesheni wakiwa maskini, mimi nitawatajirisha. Tafuta tu saizi yako. Kama wewe ni uko vile wanasemanga uko bei ya chini, tafuta saizi yako. Kuna msichana tu wa hiyo ligi yako. Kama uko ya juu, kuna msichana tu wa hiyo ligi ya. So ndoa ni rahisi, inshallah Allah turahisishie. Ukitaka kutajirika oa. Kwa ufupi ni hiyo. Shukran sana. Sheikh, ujumbe wako wa mwisho? Nafikiri Bwana Waziri ametaja, ila pia nafikiri nitazungumzia, unajua kila kitu kuna positive na negative. Ndio, na kuna watu ambao huwa wanaona ndoa saa ingine ikiwa na changamoto. Na ni kweli ni kwa sababu saa ingine mtu anaoa for not
for wrong reasons. Mtu ameoa lakini nia yake haikuwa nzuri, ama sengine haukupata the right person. Kwa sababu hiyo ni vitu mbili ambao tunafaa tuangalie nia yako ilikuwa nini, na tena your choice of that nini spouse ilikuwa ni ipi. Kwa sababu ukipata the wrong person, definitely hautapata hiyo amani, hautapata hiyo peace. Unaelewa, itakuwa kila siku ni maneno na vitu kama hizo. So kwa hiyo inakuwa ni muhimu, lakini hatusemi ati pengine ikitokea changamoto kama hizi kuwa pengine hata yule mtu ni mbaya. Pengine sengine inataka ile guidance kidogo. Na sasa tunahimiza sana before nikaa watu waweze kupata kitu kama premarital counseling. Wajue ni nini what to expect. Kwa sababu unajua mtu anakuja na expectation, vile nilisema mtu anakaa naona huyu waziri within 5 years atakuwa na kinini, atakuwa ilikuwa inaitwaje momo ile ya kubeba mawe, unaelewa. So na ikifika 5 years hiyo haijakuwa, unaelewa, itakuwa ni shida. Ataona mimi nilikufikiria vingine lakini we ni mtu mwingine. So kwa hiyo lazima watu wajue unapoingia katika ndoa expectation ni nini, unaelewa. Na tena ile kuhimizwa pia mambo ya takwa ndani ya ile ndoa. Nyinyi mmekaa mmeoana, mna swali, unaelewa, ni mna set aside time mkakaa mkasikiza mawaidha mkafundishana dini, Qur'an na vitu kama hizo. Kwa sababu hizo ni vitu ambazo mnatakiwa kufanya katika ndoa ambayo inaweza kustabilize ile ndoa. Kwa sababu ndio ndoa itakaa pale, lakini kama watu hawakumbushani Mwenyezi Mungu inakosa ile maana yake. So kwa hiyo utakuta hizi dhiki zingine zote zitatokea. Ni kwa sababu ile the main goal ama objective ya ndoa huwa imekosekana, ambao ni uchaji Mungu. Na nilisema msichana lazima awe fadhfara bidhata din, mwenye dini. Kijana ni mantardhauna dinahu wa khuluqahu, dini yake na tabia yake. So zikikosekana hizo, definitely hapa hii itakuwa ni disaster katika hiyo nyumba. So kwa hiyo ni muhimu watu kukaa na kujihimiza katika mambo ya uchaji Mungu, masala ya kufundishana, kukumbushana kuhusu Mwenyezi Mungu, na wao wenyewe pia kupractice. Naam. Shukran sana Sheikh. Nimeshukuru. Shukran sana Bwana Waziri. Shukran sana. Wanasema siku zote adui ni zinaa, rafiki ni nikaa. Alhamdulillah. Watazamaji, tende na maji siku zote. Shukran sana, jazakallah khair. Natumai watazamaji pia wameweza kufaidika na kupitia hii video, labda wengi watakuwa ni wenye kujirekebisha na alhamdulillah kufuata ile njia ambayo inafaa. Kwa hivyo ningependa kusema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na usisahau kusubscribe kwa Ilm TV Kenya. Shukran. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.